Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mkamilifu ada na kawaida, mwanafunzi mwenzangu, leo ni siku nyingine tena tunakutana katika darasa letu, na haswa kwenda kutazama chemistry ya namba. Namna gani namba zinaweza kuwaunganisha wawili hawa, ima wanandoa katika mapenzi na furaha ya hali ya juu, lakini pia namna gani ambavyo kupitia chemistry ya namba inaweza ikawafanya wale washirika wa kampuni wakaweza kuelewana, lakini pia wakafikia katika yale malengo ambayo waliowekeana, waliokubaliana, lakini pia na kadhalika namna ambavyo mahusiano yao yanaweza kuimarika siku baada ya siku kupitia chemistry ya namba. Lakini pia unaweza kuona namna gani unaweza kuimarisha mahusiano yako baina yako wewe na mfanyakazi wako, ama baina yako wewe na bosi wako, ili mambo yawe katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Yote haya yanafanywa kupitia chemistry ya namba biidhnillah subhanahu. Kumbuka kwamba namba zimesheheni kila kitu, kama ambavyo unavyoweza kufuatilia darasa lililopita. Tuliona namna ambavyo kuna namba zinazoshughulika na masuala ya akili, namba ambazo zinaweza kufanya wewe kukafanikiwa, namba ambazo zinafanya uandae kuanzisha kwa jambo. Zote hizi zinapatikana ndani ya somo letu hili ambalo tunakwenda siku hii ya leo, na ikiwa samama Dr. Saidna Chesfudian Al-Ghazali, tukiwa kwa lengo kubwa kutaka kwenda kuangazia hizi namba namna gani zina uwezo na utendaji uliokuwa bora kabisa. Na kumbuka kwamba taaluma hii si uchawi, isipokuwa kwa sababu hapo watu ambao wanaweza wakasema ule ni uchawi au shirikina, na baadhi ya watu wanasema hivyo, lakini kumbuka kwamba hizi ni taaluma ambazo ni za kawaida kabisa, ambazo kwa mtu wa kitimamu anaposoma pale kuna taaluma tu na si kinginevyo katika hali za namna hii. Muda huu ni salamu, na kisha baada tutakwenda kuangazia mwendelezo wa darasa letu, namna kuweza kuunganisha watu wawili ama zaidi, ama kampuni ama mfanyakazi na wafanyakazi na mabosi zao, ama mabosi zao na wafanyakazi wao, ili kheri ziweze kupatikana. Kumbuka si rahisi, taaluma hii ni ngumu mno, lakini ina ladha ukiwa unaipitia. Muda huu ni salamu Dr. Saidna Chesfudian Al-Ghazali. Yalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na tuna nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu na wanafunzi wenzangu, basi muda huu tunakwenda zetu darasani moja kwa moja. Tutazame zile namba za akili zinakuaje, kwa utaratibu gani, lakini pia namba ambazo zinaweza kufanikisha jambo zinakuaje, lakini pia namba za maandalizi yenyewe si zinakuwa katika taratibu gani, na namna gani majina yake hayo yanaweza kupelekea wewe ukafikia katika yale malengo, haswa mkeo akawa yani ikawaunganisheni kiasi ambacho tukasema umerogwa. Kumbe hakuna, hiyo ni energy tu ya namba zimekwisha fanya jambo lake. Lakini pia inawezekana mtu akasema bosi wake anapenda sana kufanya kazi fulani, kamroga. Haujarogwa, ni namba tu, energy zake zinaweza kufanya mambo ya namna hii. Sasa Dr. Saidna Chesfudian Al-Ghazali, darasa lililopita tulitazama namna ambavyo energy za namba zilivyo na utendaji bora wa kuunganisha watu wawili ama zaidi, ama kampuni au mashirika ya aina kadhaa. Sasa basi tukaona na mgawanyo wa zile namba. Tukaona kuna namba ambazo zinashughulika na akili tu. Na pia tukatazama ule mchanganuo wa zile namba na zinakuaje, na vipi hapo mbele watu wataona matokeo makubwa na maajabu ya chemistry ya namba hizi. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Yallah. Jambo la kwanza kabla ya kuingia katika darasa hili, yupo ndugu yetu, yeye katupa pongezi kubwa sana. Na hiyo ni baada ya kuona darasa letu la chemistry ya namba ambayo tulizungumzia katika wale ambao wanaofanya kazi katika migodi ya maadini ya aina mbalimbali, na tukatoa mfano wa ndugu yetu mmoja, yeye yupo pale katika ardhi ya Kongo, Colois, Bwana Jackson. Na yeye baada ya kuona vile huyu ndugu yetu naye alifunga safari akatufikia hapa,
ana mgodi wake maeneo ya Mozambiki. Lakini alhamdulillah taratibu zile zikafanyika. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nimepokea simu si muda mrefu amefanikiwa katika shimo lake. Kwa hiyo alhamdulillahi rabbil alamin. Zetu sisi tunasema la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hawa ndo wanajua wanachokitafuta, bila shaka hawatazami wanachokitoa. Basi mambo yanakwenda katika hali ilo sasa. Ilmu hizi ni kubwa ndugu yangu, na wewe hapo ulipo, hebu fuata utaratibu huu. Bila shaka utatupigia simu kwa furaha, na lau kama utashindwa kufanya utaratibu huu ukasema nataka shekhe anifanyie, njoo inshallah tutakwambia taratibu, na inshallah tunaweza tukafanya majambo yakaenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ikhwani, ndugu zangu, leo tunakwenda kutazama ilmul arqam, kwa maana chemistry ya namba. Wataalamu wanasema, na hasa ukimsoma Abu Hamid Muhammadul Ghazal, mwamba huyu al-Imamul Ghazal anasema inqasama binaan ala tarikhi al-milad. Yani ilmu za namba au chemistry ya namba imegawanywa binaan ala tarikhi al-milad, ikienda sambamba kutokana na tarehe ya kufanyaje, ya kuzaliwa awil ismi au jina. Na hapa najibu swali, kuna mtu aliniuliza, sasa shekhi, kama hujui tarehe uliozaliwa utaipataje energy yako? Achana na hiyo tarehe uliozaliwa, chukua jina. Ndio maana tunasema awil ismi, manake au ni harfu litakhyir, manake yufidu takhyir, ni harfi ambayo inafidisha kuchagua kimoja kati ya vitu viwili. Ukisema hiki au hiki, sahihi, tunakwenda sawa. Kwa hiyo ala tarikhi almilad, utachofanya we mzee, wewe utachukua tarehe ya kuzaliwa awil ismi au jina. Bashiru, kama hatujui tarehe yako ya kuzaliwa, tunachukua na hidaya. Majina yanatutosha kabisa hayo, tukajua chemistry ya namba na mambo yanavyokwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ilmu ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa Nabii Adam ilikuwa ni nini we mzee? Wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamfundisha Nabii Adam majina ya nini? Ya vitu. Wewe unafikiri ni mchezo tu kwamba kufundishwa majina kwamba huyu ni Bashiru, huyu ni Hidaya, huyu ni nani, ikawa imeishia hivyo? Kuna mambo makubwa sana katika majina, ndio inahitaji watu wazame katika hayo ili kuyafahamu katika ufasaha wa hali ya aina yake. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hapa hakuna uchawi wala urozi hapa. Hizi ni ilmu za kawaida, ni chemistry. Madaktari wanafurahi sana wanapozisikia ilmu hizi. Mtu jahili mjinga asiyefahamu ndio utamsikia ule ni uchawi. Madaktari wanajua ni chemistry hizi. Na wananipigia simu kila kukicha kwamba shekhe bwana, tunafaidika sana na chemistry ya namba. Wewe unakuja na sasa uchawi ule ni uchawi shirikina. We hakuna uchawi hapa wala ushirikina. Na Mwenyezi Mungu anasema wa ahsa kulla shay'in adada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu kakiweka katika hisabu, katika namba. Ndio mambo yanakwenda katika utaratibu wa hali ya namna hiyo. Sasa hizi zimegawanywa ala tarikhi almiladi au alismi, katika tarehe za kuzaliwa au jina la huyo aliozaliwa, sawa, yani ismul maulud, sawa, jina la aliozaliwa. Hizi zimegawanywa katika sehemu gani? Ila fiatin, katika makundi kadhaa. Hizi namba unazoziona wewe kwa mujibu wa taaluma, na hasa ukimsoma Abu Hamid Muhammadul Ghazal, mwamba huyu katika fani hizi, anasema hivi vimegawanywa au yamegawanywa katika makundi. Tunakwenda sawa? Yani namba zimegawanywa katika makundi. Kuna vitu vinavyoitwa arqamu masari alhaya, kwa maana kuna namba ambazo zenyewe ni dira katika masala ya maisha ya mwanadamu. Yani hakuna mwanadamu anaishi nje ya namba. Sikudanganye mtu. Mapigo ya moyo wako yanapiga kwa namba, pumzi unaopumua unavuta kwa namba. Lakini kadhalika chochote unachokifanya, kumove kwako, yani unapotembea zile hatua zako zinakwenda kwa namba, basi kila unachokifanya wewe kinakwenda kwa namba. Wala sijaka kudanganya mtu kama ile ni ushirikina, ni uchawi. Hii ni namba za kawaida na zina utendaji katika hilo. Ndio maana mtu anaweza akasema bana,
Hivi kiwanja chako kina ukubwa gani? Square mita ngapi? Square mita ngapi? Unasema ngapi? 30. Nini maana ya 30? Namba hiyo, hapo ulipo unaishi kwenye namba. Nguo uliovaa namba, mpaka ile ndani uliovaa ina namba mzee. Ukivaa kubwa kuliko namba yako inapwelepweta. Ndio ukweli. Mtu akivaa kubwa kuliko namba yake ataikuta huku chini. Kwa sababu namba inamwambia hii namba sio namba yako. Hii inaitwa salbun, inakukataa. Inakwambia wewe sio. Na ukivaa namba ndogo zaidi pia haipiti. Itakwambia usakulazimisha, energy haikufai. Hii energy ya mtu mwingine kabisa, sio wewe mzee. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Aya arqamu masari alhaya, namba hizi tunaita mwelekeo wa maisha. Tahmilu summatin muhaddadatan wa yuhaddidu tawafuqa ala alaqatin taqiya. Wataalamu wanasema hizi namba zinabeba alama. Zinabeba nini? Alama. Tena muhaddadatan, alama yenyewe ambayo bila shaka inayoeleza vitu kwa usahihi kabisa. Wa yuhaddidu tawafuqa, na inaonyesha mawafikiano au muwafaqa au makubaliano ala alaqatin taqiya, na haya yanakuja katika mahusiano ya kienergy, mahusiano ya kinishati. Kila namba inaweza ikaenda sambamba na namba nyingine katika mahusiano ya kinishati, na inawezekana isiende sambamba na namba nyingine katika mahusiano ya kinishati. Ndo hapo utaona jana mlikuwa mnaelewana vizuri, leo hakuna maelewano. Paka zile energy zinakuwa zimecheza kutokana na namba na taratibu. Tena wakati mwingine unaweza ukaona maelewano hayapatikani asubuhi tu. Ikifika mchana mmeshaelewana. Sasa hapa namba zimekuwaje? Ndio energy zimecheza katika nyakati hizo. Zinachezaje? Ndo twende hapa sasa tuone majambo jinsi yanavyokuwa. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Haithu tujadu arqam, kiasi ambazo zinapatikana namba sadiqatan, namba ambazo zinaitwa arqamu sadiqa, kwa maana namba ambazo zinaitwa namba rafiki. Katika energy kuna energy ambayo inakuwa ni rafiki yako, na katika energy kuna energy inakuwa ni adui yako. Ndio positive na negative. Lazima zinakwenda katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Maana yake mutawafiqa, zinazowafikiana. Wa ukhra, na kuna namba nyingine mutaadilatun, zenyewe zinakuwa ni mutaadila. Mutaadila zimekaa kati kwa kati. Hazina energy mbaya wala hazina energy nzuri, zimekaa kati kwa kati. Lakini sasa huyu wa energy mbaya ana uwezo wa kuzivuta zikawa na energy mbaya, na huyu mwenye energy nzuri ana uwezo wa kuzivuta zikawa na energy nzuri. Unajua hata katika watu, kuna watu ambao katika jamii ya watu wamegawanyika katika makundi matatu. Kila sehemu kuna watu wamegawanywa katika makundi mangapi? Matatu. Kuna kundi la watu ambao wanakupenda wewe bila sababu tu, na ukimuuliza kwa nini mnampenda mtu fulani, anakuambia mimi sina sababu lakini nampenda tu. Lakini kuna kundi la watu wanakuchukia bila sababu. Ukiwauliza kwa nini mnamchukia mtu fulani, anakuambia mimi simpendi tu, hana sababu yoyote. Alafu kuna mtu mwingine yupo kati kwa kati, hakupendi wala hakuchukii, ila sasa atakupenda ima kwa matendo unayoyafanya au kwa kundi la watu, akiwa katika kundi la watu wanaokupenda. Na yeye anavutiwa na kukupenda kwa sababu yupo katika kundi la watu wanaokupenda. Ndio anaitwa mutaadila huyo. Hana upande, yupo tu. Upepo ukivuma kwenda huku na yeye anaenda huko. Ukirudi kwenda huku na yeye anakwenda huku. Ingawa hili sio kundi zuri sana. Manake unaweza ukapata madhara wakati unahisi kwamba ni mtu salama, kumbe ni hatari. Manake ni rahisi kutekwa, rahisi kuchukuliwa mawazo yake upande wako mtu wa namna hii. Na akiwa katika kundi la watu wanaokuchukia na yeye anajikuta anakuchukia, wakati automatic sio yeye kwamba anakuchukia, ni kwa sababu yuko na kundi la wanaokuchukia na yeye anaamua kufanya kuchukia tu. Hao ndio wanaitwa mutaadila, wako baina. Ana uwezo wa kukupenda kwa sababu wengine wanakupenda na yuko nao. Ndio kwetu kulikuwa kuna kabila moja la watu wanaitwa Wabembe. Mbembe bana ni mtu wa maajabu kidogo katika dunia hii. Mbembe mzee akiwa porini ana jina lingine la Kikristo. Kwa sababu kule porini kunakuwa na Wakristo wengi.
na yeye wakati huo anakuwa nani? Mkristo. Akija mjini anasema mimi wananitaga Amdara. Wanamwitaga nani? Amdara. Unaelewa maana yake? Kuna Waislamu wengi. Sasa akina Amdara ndio Waislamu. Yaani anakusudia Abdallah ndio anakusudia. Sasa mimi naitwaga Amdara. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye hajielewi, hajui usiku wala mchana. Kwa popote akiwa yupo yeye anavutiwa na ile jamii pale alipo yeye. Yaani hana msimamo, ndio maana yake. Ndio hizi mutaadila ni namba ambazo zina uwezo wa kuhama, hazina msimamo, wakati wote zina uwezo wa kukudhuru na wakati wote zina uwezo wa kukunufaisha. Mwenyezi Mungu anasema wa ahsa kulla shay'in adada. Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu amekiweka katika hisabu maalum na namba maalum. Tunaona sawa? Kwa hiyo kuna namba zinaitwa mutaadila au mutanafira, au kadhalika kuna namba zinaitwa mutanafiratun, kwa maana ni namba za kutenganisha, kuvuruga. Sasa hizo ndio inaitwa vivuruge. Sasa hizo namba, yani ukikaa na mtu mwenye energy ya namba hiyo siku zote huaga ushauri wake ni wajabu tu, ambao unaweza kwa kuharibia wewe na ukaharibu hata mustakbali wako. Yeye anakuwa yuko hivyo. Mara nyingi anakuwa yani yeye ni mtu wa negative tu, hana positive yeye. Na ukimletea jambo zuri, yeye atatia kasoro tu. Kwa sababu ndio energy yake yuko hivyo. Kuna watu wa staili hizo. Sasa lazima ujue unataamali na mtu mwenye energy gani. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Haya. Sasa tanqasimu al-arqamu min wahidin ila 9. Zimegawanywa hizi namba kuanzia namba 1 mpaka namba 9. Wal mudhaafatul khassa, lakini kadhalika kuna namba zinaitwa mudhaafat. Mudhaafat manake ni 1 ikiwa na 1, au 2 ikiwa na 2, au 3 ikiwa na 3. Hizi ndio khasa, kama jituweka kwa mfano ila majmu'atin taqiyya. Hizi zimegawanywa pia katika majmu'atun taqiyya, katika makundi ya energy za aina tofauti tofauti. Tunakwenda sawa? Lengo la msingi nataka uone namna gani utatengeneza mahusiano bora kupitia energy kwa mujibu wa namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliziweka hizi energy. Mimi na wewe tuweze kuzitumia katika usahihi ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Haya, katika darasa lililopita tuliona arqamul aqili, namba ambazo zilizoitwa dira au namba za akili. Tukasema ni namba ngapi? 1, 5 na 7. Hizi ni arqamul aqili. Kisha baada ya hapo tukaona arqamul maliya, kwa maana namba zinashughulika na masala ya kipato. Tunakwenda sawa? Ambapo energy hizi mara nyingi sana zinacheza katika swala la kipato. Wewe utafanya utafiti wewe mwenyewe baada ya kuziweka hapa darasa hizi. Utaona watu wenye energy za namna hii, wallahi utabaini hali yao na hali ya watu wenye energy nyingine ni tofauti kabisa. Tofauti, utabaini hicho kitu. Sawa? Lakini kadhalika ambayo ni namba 2, namba 4 na namba 8. Hizi ni arqamul maliya, hizi zinahusiana na masuala ya energy ya kipato. Mzee, unatafuta sana alafu haupati kitu. Alafu energy zinakwambia wewe mzee, hapa hama. Unatoka unaingia zako shamba, ukipiga jembe hivi gunia 30. Unainuka mwanaume wewe. Alafu sasa unachukua ule mtaji uliotoa kule, unasema nakuja kuutia hapa Dar es Salaam. Siku 3 una hata shilingi 100, unarudi tena kwenye jembe. Hatari hiyo mzee. Tusemeni la ilaha illa Allah. Lakini kuna arqamul ibda'iyya, kuna namba za uanzilishi wa jambo. Yani ubunifu wa jambo, ambao ni namba 3, namba 6 na namba 9. Hizi tuliziona katika darasa lililopita. Sasa nataka twende tukatazame arqamu tawasuli wal ijtimaiyat, kwa maana namba zenye energy, ambayo energy hiyo inatengeneza mawasiliano. Wewe unataka mawasiliano na mtu au mawasiliano na watu au mawasiliano na kampuni au sehemu ya kazi, si unataka hivyo? Sasa energy inakwambiaje hapo unapotaka katika wizara hiyo? Ndio au sio? Energy inakwambia katika wizara hii utapata tabu bure. Achana na hii, nenda sehemu mahala fulani. Na hapa ndo kuna ile dua we mzee, ambapo watu wakifanya dua kuna majibu yanatoka kwa Mwenyezi Mungu, yanaitwa majibu ya makusudio na majibu ya sawa ya nia. Yani wewe umeweka nia, nataka nifanye kazi benki kuu.
ukaomba dua pale, Mwenyezi Mungu nijalie nifanye kazi benki kuu. Sawa? Hii ni nini? Ni nia. Lakini sababu ya wewe kufanya kazi benki kuu, sababu yako ni nini? Una watoto wako wangapi? Wawili. Unataka uwasomeshe international school. Ghafla unaweka nia, anakuja kaka yako ana mahela au kapiga mahela sehemu, anakwambia bana, hawa watoto nipe mimi nikawasomeshe. Umejibiwa dua, hujajibiwa wewe mzee? Umejibiwa. Kwa nini? Kwa makusudio. Makusudio yako wewe ukipata hela pale benki kuu, wao watoto wako wakasome international school. Anakuja kaka yako anasema nipe hawa watoto nikawasomeshe international school. Sasa watu wengi sana huwa wana tabia kuangalia, mbona sijapata kazi pale benki kuu, kwa hiyo dua yangu haikujibiwa. Umejibiwa. Na umejibiwa kwa energy tu. Mwenyezi Mungu amekupea katika energy ambayo itakufaa wewe. Hii huku ilikuwa inakuua. Ingewezekana pale ukaenda benki kuu kaishia jela, na watoto hawasomi na jela umekwenda. Sasa Mungu anakutoa kwa anakupea katika energy safi. Energy safi ni nani? Kaka yako anakuja, naomba watoto nikawasomeshe mimi. Kazi imekwisha hiyo. Kwa hiyo unabakia pale wewe uko mtaani, lakini watoto wako international school. Nia ile uloweka ndio mambo yanakwenda. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa kuna arqamu tawasuli wal ijtimaat, kuna namba za mawasiliano pamoja na nini? Na ijtimaa, mikusanyiko. Kuna watu wako katika mikusanyiko, mambo yao yaende ni mikusanyiko iwaelewe. Viongozi wa aina, yani singekuwa nani tungefanya ni hapa hesabu za Mama Samia. Mngeshangaa nyote. Lakini sizifanyi, tafanya za Hidayah na Bashiru. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Atawafuq baina al-arqami taqiya, maana yake maafikiano au makubaliano baina ya namba ki-energy. Tunaelewana vizuri? Atawafuq yani wujudu dhamin taqi, maana yake kupatikana viwango vya nini? Vya ki-energy. Tena watafahumu wa suhula, na kutengeneza mafahamiano au kufahamiana na wepesi wa majambo. Hizi namba zinafanya hivi fil alaqa, na hasa katika mahusiano atifiyat au amal, mahusiano ya nini? Ya kimapenzi au mahusiano ya kikazi. Wewe na biashara yako mna mahusiano? Au mahusiano wewe na biashara yako yanakataana? Wewe na kampuni yako kuna mahusiano? Au mahusiano na kampuni yako vinakataana? Ndio kila siku wewe unakuwa mtu wa hasara. Tunakwenda sawa? Tunaanza almajmuatul ula, kundi la kwanza tunaita alqiyadiyatu walmaddiya. Sawa? Alqiyadiyatu walmaddiya, maana yake hizi ni namba zinaitwa namba kiongozi. Na ndio namba maalum zinashughulika pia na masala ya hazina ya ardhini. Hizi namba ni namba kiongozi, na ndio namba hizi zinashughulika na hazina ya wapi? Ya ardhini. Unajua hazina ya ardhini? Gesi, mafuta, dhahabu, almasi, tanzanite, uranium hizo na vingine vingi ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka huku chini. Sasa kuna namba zinashughulika na utawala, uongozi, lakini na zinashughulika na hazina ya ardhini. Ndio tunaanza hapo wewe mzee. Naam. Sawa? Hizi namba ni namba ngapi? Namba moja. Namba moja, namba 4 na namba 8. Naomba hichi kitu zingatia sana hizi namba hizi, kwa sababu hizi ndio tunakuja kuzifanyia tafsiri hapo katika somo linalokuja. Kwa hiyo zizingatie hizi kwa sababu ndio zitazokupa dira katika darasa linalokuja. Usipozingatia hizi namba, inawezekana darasa linalokuja kao unaona huelewi. Kama kuna baadhi ya watu wananipigia simu wanasema, Sheikh, sasa hizo namba tunazipataje? Naambia rudini katika darasa za nyuma. Tushaeleza namna ya kuzitafuta zile namba. Unazitafutaje, unazipataje, kwa utaratibu gani? Tunakwenda sawa? Naam. Kwa hiyo zingatia hii namba 1, namba 4 na namba 8. Hizi ni alqiyadatu walmaddiya. Sawa, ni namba ambazo zinashughulika na masuala ya utawala na uongozi, na ndizo namba ambazo zinashughulika na masuala ya hazina ya ardhini. Yaani ukitaka hazina ya ardhini lazima ujue hata dua unayokwenda kusoma, je, inaambatana na hizi namba? Ujue kuna dua kabisa zina energy ya namba 1, kuna dua kabisa zina energy ya namba 4, kuna dua kabisa zina energy ya namba 8. Kwa kiongozi ukitaka, yani yeye anatakiwa awe katika energy hizi, lakini na dua unayosoma iwe katika energy hizi, na hata kafara unayotoa iwe katika energy hizi. Energy namba 1, energy namba 4, energy namba 8.
Ndio majambo utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafungua kwa wepesi zaidi. Ilmu inataka utulize akili biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Tuseme la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, tatawafaqu biquwwatin fi umuri al-amal. Hizi energy bila shaka zina muwafaka mzuri kabisa na nini? Biquwwatin, tena wa nguvu mno, fi umuri al-amali, katika masala ya kazi, wa tumuhi, na masala ya kile unachotamani katika hazina za ardhini. Iko hivyo. Mimi nawapenda sana wale watu ambao wanapoziona taaluma hawapuuzi. Wanasema lazima tuzitumie taaluma. Imma sisi wenyewe tutumie taaluma, imma tumfuate anayejua taaluma, basi tulizifanye kwa utaratibu. Na ndio mambo jinsi yalivyo. Siku zote ukiweza mwenyewe fanya. Waila basi tafuta kwa wanaojua. Kwa sababu ndio Mwenyezi Mungu ameweka kwa utaratibu huo. Sasa kuna mtu anaweza akauliza swali. Wanaulizaga maswali ya kitoto. Mimi naweza kusema maswali ya kishamba. Sawa? Mtu anakuambia ikiwa ndivyo hivyo jinsi ilivyo, wewe mbona hujatengeneza? Kwani jamani, unajua Mwenyezi Mungu ana kitu kimoja. Mwenyezi Mungu anaweza akamwandaa mtu kwa sababu ya watu. Ndio utaratibu jinsi ulivyo. Walimu shekhe sio wako anafundisha kusoma rahisi. Sahihi. Unaona? Kwa hiyo suala liko hivyo. Leo utakuta kuna mwalimu yuko darasani mpaka leo. Na anakuambia unamuona yule Mama Samia, rais wa Tanzania yule? Yule nimemfundisha mimi somo la hisabu yule. Darasani kwangu kaka, na kweli kakaa darasani kwa huyo mwalimu. Mpaka leo bado yeye anachezea nini? Chaki. Hakutaka naye kuwa rais. Maanake kama kamfundisha, maanake yeye ni mjuzi zaidi kuliko huyo alofundishwa. Si ndio maana yake? Yeye hakutaka huo rais. Maana yake ni nini? Mungu anachofanya, kuna watu anawaandaa ili wawaandae watu wengine wafike pale ambapo walipokusudiwa kufika. Na kwa malengo maalum. Kwani wewe unataka kuniambia Mama Samia si ndio rais wetu? Lakini unataka kuniambia Mama Samia ndio mwenye elimu kubwa kuliko watu wengine wote hapa Tanzania? Sio kweli. Kwa nini kawa yeye? Matashi ya Mwenyezi Mungu we mzee. Tusemeni la ilaha illa Allah. Kwa hiyo wewe unaweza ukaandaliwa kwa ajili ya watu wengine wapite, waende huko wanakokwenda. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hii majmuatul ula, kwa maana kikundi cha kwanza ni namba zinazoitwa alqiyadatu walmaddiya, kwa maana uongozi na nini na hazina za ardhini. Sawa? Lakini almajmuatu thania, kikundi cha pili, arruhaniyatu walatifiyya. Hizi ni namba zinazoshughulika na masala ya kimili, magonjwa hayo na mfano wa hayo magonjwa, tena magonjwa ya ndani na nje ya mwili. Unajua kuna magonjwa ya ndani na kuna magonjwa ya nje ya mwili. Yaani kuna mtu mwingine anaumwa, lakini ukimuuliza unaumwa nini, hakuna sehemu hata moja katika mwili wake inayomuuma. Ndio mmoja akasema, anasema ujudul afiyati biduni alfiddati maradun bighairi waj'in. Sawa? Ndio mmoja akasema kuwa na afya tele kabisa, una afya nzuri kabisa, alafu hauna hela. Akasema ni maradun biduni waj'in. Hayo pia ni maradhi, lakini ni maradhi yasiyo na maumivu katika sehemu ya mwili. Kukosa hela ni nini? Ni ugonjwa tu. Lakini ni ugonjwa ambao hauna maumivu katika sehemu za mwili. Sawa? Ndio maradhi ya nje we mzee. Kuwa unaenda katika majambo yako hayafanikiwi, wewe unaumwa, ndio maana yake mgonjwa. Lakini ni ugonjwa ambao hauna maumivu katika sehemu za mwili. Unatoka unakwenda katika mission zako afu zina bounce zote, mambo hayawi. Ugonjwa huo. Sasa ndio anasema hizi kuna arqamu ruhaniyya wal atifiyya, kuna namba maalum ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaweka ndani yake. Kuna energy inashughulika na masala ya maradhi ya ndani na maradhi ya nje, lakini kadhalika na masala ya kimahusiano ya kimapenzi. Zipo namba maalum zinahusiana na masala ya kimapenzi. Mnapendana, ndio maana yake. Anaweza akaja mtu anakwambia anayesababisha mtu apende ni Mwenyezi Mungu. Sasa anayekataa hayo nani? Hakuna kitu ambacho hakifanyiki bila yake Mwenyezi Mungu, si ndio hivyo? Hata warozi wenyewe hawarogi mpaka Mungu atake. Ndio maana yake. Sasa iziko hivyo, na hizo ni namba ngapi? Ni namba hizi ifuatazo, sawa? 2, 7 na 9. Hizi zinaitwa arqam ruhaniyati wal atifiyya. Hizi ni namba maalum zinahusika na masala ya maradhi
imma ya ndani ya mwili au ya nje ya mwili, au suala zima la kimahusiano wa kimapenzi. 2 7 3 9 naam. Tamilu lilfanni, hizi namba mara nyingi sana mtu anakuwa na fanni maalum, sawa. Tena wal alaqat al atifiyya, na mahusiano ya kimapenzi al amaliya, hasa katika swala la kazi. Katika kazini pale watu wawe na mapenzi na kazi yao, wawe na mapenzi na bosi wao, wawe na mapenzi na wafanyakazi wao, wawe na mapenzi kadha kadha. Hizi ndizo zinazoshughulika. Hata unapotaka kufanya dua, hiyo dua unayotaka kufanya ina energy namba 2 au ina energy namba 7 au ina energy namba 9, na huyo unayetaka kumfanyia yupo katika energy gani? Namba 2, namba 7 au namba 9? Na je, kama hayupo katika hizo, unawezaje kuzivunja zile energy? Ndio darasa zetu zinaendelea hapa. Hiyo ni chemistry ya namba katika hali za kawaida biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Naam. Tunafahamiana vizuri? Naam. Haya, almajmu'atu thalitha, tunamalizia hapa kundi la 3 sasa. Ama tunasema atawasulu wal ijtimaiyat, kwa maana hapa sasa hizi ni namba za mawasiliano, lakini kadhalika na kutengeneza mujitama uwe unakuelewa, kukubalika. Sawa, hizi ni namba 3, namba 5 na namba ngapi? Namba 6. Namba 6. Tunakwenda sawa? Tatamayazu bil intifahi wa shuhra, lakini kadhalika namba hizi ndizo zinazotumika pale mtu anapotaka umashuhuri, anapotaka umaarufu. Yani awe maarufu, awe superstar, awe nyota anayetajika sana. Yani hizi ndo namba zenyewe. Sasa wewe unataka kumfanyia dua huyu mtu awe superstar. Je, energy yake ni namba 3, ni namba 5 au ni namba 6? Kama sio, unafanyaje kuzivunja hizo energy alizonazo zije katika 3, 5 au 9 au 6? Lakini kadhalika ni vipi ambavyo hiyo dua unayotaka kufanya ina energy namba 3, namba 5 au namba 6? Na je, hicho kichinjwa au hiyo kafara unayotaka kutoa ina energy gani? Hapo ndo kwenye kazi ujue wewe mzee. Inna Allaha al-alimu wa yuhibbu al-ulama, Mwenyezi Mungu anajua na anapenda wanaofanya mambo kwa kujua. Sio unajifanyia fanyia tu. Unakuja kwetu tunakwambia nunua mbuzi wawili. Alafu kadhalika kaa hapa chini tunakusomea taiba al-asma. Kwa hisabu zipi? Mzee. Mpaka tunataja waletwe mbuzi wawili. Kwa hisabu gani? Alafu taiba al-asma. Tumetoa wapi? Sisemi ni vibaya, ukisoma unapata thawabu. Lakini malengo yanatimia. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ndio maana kuna tofauti baina ya kuisoma Qur'ani we mzee ili upate thawabu, na baina ya kuisoma Qur'ani katika visimamo vya swala, na baina ya kusoma Qur'ani katika hitima, na baina ya kusoma Qur'an kwa kutolea mauidha, na baina ya kuisoma Qur'an kwa ajili ya tiba. Tofauti kabisa. Sasa majitu yanachanganya mambo. Lenyewe vile vile linavyosoma pale linaposwalisha ndio linataka lisome vile vile katika kumtibu mtu. Wewe unaona inawezekana hiyo kitu? Haiwezekani. Kwani hata haya madawa we mzee si yanatokana na vyakula, matunda, mimea, wanyama na vitu vingine, si ndivyo hivi? Tena unaweza ukakuta wakati fulani hata hiyo dawa ya malaria we mzee inatokana na mti unaoujua we mwenyewe. Mwarobaini, aloe vera na mingineyo. Inachukuliwa, kuna vitu fulani wanavuna mle, alafu wakishavuna ile wanatengeneza, wanachanganya na kemikali zao, kinapatikana kitu kinachoitwa nini? Kidonge. Tunakwenda sawa? Haya, acha hiyo. Nenda katika Apple wewe unalijua? Sasa kuna daktari mmoja wa Kifaransa, mimi nina kitabu mundani kinaitwa Atibul Aimma. Sawa? Kimeeleza kuna daktari wa Kifaransa anakuambia at-tufahatun wahida tub'iduka 'ani at-tabib. Kwa maana apple moja lina uwezo wa kukuweka mbali kabisa na daktari. Yaani ukiwa unatumia apple moja kwa kila siku ina uwezo wa kumfanya daktari akawa mbali sana na wewe. Kwa nini? Maana yake linatibu maradhi. Sasa watu walichokifanya wakavuna yale maadini yaliyokuwemo mle katika apple, wakakutengenezea kidonge, alafu wakakipa na jina Viagra. Unakwenda dukani pale, bana nataka Viagra. Wanakuambia 1030. Unatoa 30 unapewa Viagra. Apple hilo ujue wewe mzee. Kwa nini sasa haikubakishwa vile vile katika mfumo wa Apple?
wamebadili kutoka kuwa apple kuwa ni tunda mtu anakula apate ladha, na imekwenda kuwa sasa ni tiba ambayo ukitumia ile unafanyaje? Unapona. Hasa ujifunzi. Wewe unaona vile vile Qur'an unavyoisoma katika kisimamo cha swala ndio hivyo hivyo inatakiwa usome katika tiba. Nani kakwambia maneno haya? Kama ingekuwa ni hivyo ingekuwa maepo mengi tunakuta mahospitalini na kwenye maduka ya madawa. Lakini kadhalika ungekuwa unakuta kuna vitu vingi. Ungekuwa unakuta pale kuna nzi. Unajua nzi ana nini zinaita? Ana antibiotic. Unajua hicho kitu? Tungekuta wamewekwa pale nzi madukani wanauzwa. Ukienda pale unanunua nzi wako wawili, unaondoka nao unakwenda kutumia huko. Lakini kwa nini watu wamevuna wakatengeneza antibiotic zile kupitia kwa nani? Kwa nzi. Maana yake sasa kutoka katika hali kwenda katika hali ndio utaratibu. Kwa hiyo Qur'ani haiwezi kubaki vile vile. Mashekh zetu kina Sheikh Ramia, kina Sheikh Khalfani Kiumbe, Mwenyezi Mungu awarehemu, walifanya mambo makubwa sana. Kwa huyu mzee Nyerere walimwandikia Qur'ani nzima. Hivi kwa akili yako inakutuma kwamba waliandika Qur'ani nzima mwanzo mwisho? Iliandikwa Qur'ani nzima kitaaluma. Mimi hapa naweza kuandika Qur'ani nzima hata hapa isijae. Hapa kwenye ubao wangu unauona haijai, lakini Qur'ani nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini ni bahari nyingine. Sasa linatokea jitu linakwambia kwamba Qur'ani haisomwi hivyo katika kama vile unaswalisha eti ndio unamsomea mgonjwa. Kaa hapa chini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah, haiko hivyo mzee. Akitoka hapo mashetani yako pale pale. Tunaona hizo mnazoita kwamba tiba za kisheria. Kwanza sijui hata maneno watu wameyatoa wapi. Hizo tiba ya kisheria. Hakuna sehemu mtume anasema kuna tiba ya kisheria. Hakuna. Lakini siku hizi kuna watu wanadanganya watu sasa hii ndio ruqya shar'iyya. Sharia umetoa wapi? Haya twende hivyo hivyo sharia, mashaallah, lengo lako kusaidia watu. Unasaidia kwa usahihi au unazugazuga? Na watu maskini washapandikizwa fikra hizo sharia. Cheni mambo hayo bana. Twendeni katika masomo kwa sawa sawa ndugu zangu. Inshallah ndugu zangu. Kwa hiyo tunaona atawassul wal ijtimaiyat. Kuna namba maalum zinashughulika na masuala ya mawasiliano na masuala ya kijamii. Ukitaka kupendwa, ukitaka kuwa na mawasiliano na watu, kuna namba 3, namba 5 na namba 6. Kwa hiyo hata dua ukitaka kuifanya lazima iwe na energy ya namba 3, iwe na energy ya namba 5, iwe na energy ya namba 6. Na wewe unayefanyiwa energy yako lazima iwe namba 3, namba 5 au namba 6. La ikikosekana kwamba wewe energy yako haiko hapo, kuna namna ya kufanya taksiri, kuivunja ile energy iliyokuwepo ili ije katika 3, 5 au 6. Ndipo mambo yanaweza kwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa? Naam. Tatamayaz bil intifahi wa shuhra. Na hapa kwa mtu ambaye anataka kuwa superstar, anataka kuwa mashuhuri, akatambulika sana, na jambo yapo haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunamalizia. Tunasema halatu tawafuqi wa tanafur. Lakini kuna hali sasa za zile energy zinazokubaliana na kuna hali za zile energy zinazokataana. Ndio nataka nije hapo sasa kwa Hidayah na Bashiru. Tunakwenda sawa? Arqamu sadiqa. Kuna namba zinaitwa namba za rafiki. Namba rafiki yani. Huyu rafiki yake huyu. Sawa? Amma sema tamnahu da'man taqiyan. Hizi namba mara nyingi sana huwa zinapeana energy zinazovutana. Yani energy ya namba hii inavuta energy ya namba ile. Kwa hiyo watu wanakuwa hivyo. Mfano namba 1 maa thalith, pamoja na mtu mwenye energy ya namba 3. Hawa wanakuwa na mahusiano bora sana. Wewe ndio uko hivyo ujue mzee. Wewe na Hidayah ni 1 na namba 3. Utakuwekea hapa utaiona. Sawa? Lakini kadhalika kuna 2 na namba 6. Hizi ni energy ambazo zinavutana, zinakubaliana. Lakini kadhalika kuna 4 na namba 8. Hizi ni energy ambazo zinazokubaliana. Lakini 4 na namba 8 ni nzuri, lakini zina kasoro kidogo. Arqamun mutaadila. Namba hizi sasa ndio inaitwa mutaadila. Sawa? Hizi sasa la tusabbibu dararan. Hizi hazina madhara. Walakin la tuqaddimu da'man kabira. Lakini vile vile hazina usalama wa kutosha. Hazina madhara lakini hazina usalama wa kutosha. Al-alaqatu ta'tamidu ala al-juhdi shakhsi. Hapa sasa mahusiano yanategemea sana jitihada ya mmoja kati ya hawa watu wawili au wote. Tunaelewana? Ndio yale tulosema mwanzo kule. Umeelewa? Jitihada zifanyike. Uwe na juhudi. Kila ukienda ukirudi unaleta zawadi. Kila ukienda ukirudi unakuta
Basi hivyo yani ndio tukasema huyu ni anakuwa na hatari. Wakati wote hizi namba zinakusaliti, wakati wote hizi namba zinakukubali. Basi ili mradi mambo hatari wewe mzee. Hawa kina Imamu al-Ghazali yani walikuwa na maarifa makubwa kuliko unaofikiria. Tusome tutakavyosoma hata miaka bilioni na mabilioni, wallahi hatuwafikia wazee hawa. Hatuwafikii na wala hatuwasogelei kabisa. Tena zaidi hapo tatiana ujinga tu. Watu wameshindwa kusoma ilmu zao. Sasa wanachokifanya nini? Kuzitia kasoro ilmu walizokuwa nazo. Ndio shida ya watu. Wao umeshindwa kusoma ilmu zao. Waache wanaoweza wasome ilmu hizo. Umechemka. Haya, arqamun aada, kuna namba za uadui nazo ambazo zikiwepo hizo sheni moto tu unawaka. Hizi zinaitwa mutanafir. Ijtimauha faqad yakhtalif, yani kukusanyika kwa hizi namba huwa kunatengeneza madhara. Yani kuna kataana, hii namba inamkataa huyu na hii inamkataa yule. Yani ni sawa na uchukue sumaku igeuze uzipe mgongo hivi sumaku. Unaziona, unazijua? Zinafanyaje? Zinakimbiana. Basi ndio hizi namba jinsi ilivyo. Mfano namba 8 na namba 5. Yani kama wewe energy yako ni namba 8, alafu bosi wako energy yake ni namba 5, wallahi hamtoelewana. Kila wakati mtakuwa nyewe mnasigana tu. Wewe ukiwa positive yeye negative. Wewe ukiwa negative yeye positive. Yani hamkai sehemu moja. Ukiwa wewe na mkeo, mke ana namba 8, wewe una namba 5. Mtihani huo. Kabisa, yani unakuwa uko motoni. Au namba 1 na namba 6. Wewe una energy namba 1, kuna mwingine ana energy namba 6. Ni shughuli tu. Kwa hiyo hata katika sala la kiuongozi kulikuwa inatakiwa watu wawe na taaluma hizi. Unajua sababu na mimi ndio amiri wa jambo hili au amiri wa maeneo haya. Naibu amiri ili tuwe tunaendana kimawazo na kifikra na inatakiwa we na energy gani. Wengi tunakuwa hatupo. Matokeo yake unamweka wewe una energy namba 1, alafu naibu amiri ana energy namba 6. Matokeo yake huyu sasa mwenye energy namba 6 anaanza kufikiria uamiri kamili. Unaona hatari inayokuja? Anaanza kufikiria uamiri kamili wakati yeye ni naibu amiri. Anaona kwa nini mimi naweza kuwa amiri bana, na yule kwa nini asiwe yeye ndo naibu au akawa hayupo? Mnaanza moto unaanza kulipuka. Wallahi ni hatari sana ndugu zangu. Kwa hiyo jambo la msingi nataka mshike hizi namba. Anzeni kwanza kuzishika hizi namba, zinaita arqamul aqli, alafu arqamul maliyah wal madiyah, sawa, arqamul al-ibda'iyah. Zishikeni hizi namba kwa sababu hapo mbele ndio tunakuja sasa kuanza kuzipopotoa. Alafu zishike hizi namba ambazo tunaita al-arqam al-qiyadah wal madiyah. Hizi zishike. Alafu zishike ar-ruhiyya wal-atifiyya, zishike. Alafu at-tawassul wal-ijtimaiyya, zishike hizi namba. Alafu shika hizi namba ambazo bila shaka ni taka ambazo zinazoendana, energy zinazokubaliana. Alafu shika hizi energy zinazokatana. Tunakuja sasa kuzifanyia tafsil, ufafanuzi hapo mbele. Tutakuja kuona namna unavyozipata namba zinazokubaliana na zinazokatana. Ukitaka kuzivunja unazivunjaje ili mambo yaweze kwenda vizuri. Lakini kuna wakati pale kazini inawezekana akaepo mtu mbaya, lakini ana energy inamwambia wewe lazima uwepo hapa kazini. Sasa unawezaje kuiharibu ile energy pale ili yeye atoke pale pabaki kuwa salama? Haya ni majambo ambayo yapo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu. Ya Allah, tunafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekhi zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal alamin. Naam, kama namna ilivyo ada tulipoanzia mpaka kufikia tamati, mimi kwa mtu mwanafunzi mwenzangu, fuata darasa hizi ili uweze kupata taaluma iliyokuwa bora kabisa, na naamini khairi nyingi zitapatikana. Ndugu zetu ambao wao waliofuatilia kwa ufasaha kabisa somo la masala ya madini tayari wamekwisha piga simu ambazo zimetoa pongezi na wamekwisha vuna kile ambacho walichokifanya, na wao bahati nzuri sana wao wamefanya wao wenyewe, lakini pia kuna ambao tulikuja tukawafanyia hapa. Kwa ujumla ni kwamba tayari watu wanafanikiwa sana kupitia chemistry ya namba, lakini pia kuna watu ambao tuliwaelekeza masala ya chemistry ya namba kwa wale wenye wagonjwa ambao magonjwa yao yamekuwa kwa muda mrefu sana, na wapo ambao wametufikia hapa tumewafanyia, na sasa hivi wagonjwa wako vizuri kabisa, yani afya zinaimarika muda baada ya muda. Na mimi nikwambie pia fursa ya kutumia darasa hizi unazo. Kanuni ilivyo, kama utaona
kwamba unataka kuimarisha mahusiano yako, ima katika ndoa yako au katika kazi zako, wewe na wafanyakazi wako au wafanyakazi na mabosi zao, au kampuni imekwisha tikisika kutokana na kucheza kwa energy hizi za namba, basi fursa na nafasi hiyo bado uko nayo. Unaweza ukafanya taratibu hizi, la si hivyo unataka kufanywa Dr. Said na Sheikh Sufyan Al-Ghazali, unaweza ukafanya taratibu huu kwa kupiga simu tu kupitia namba zilizoona hapo, kisha ukapewa mwongozo taratibu zilizokuwa bora namna ya kuweza kufanya jambo hili ili kheri nyingi ziweze kupatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi nikwambie somo hili tuna namba za msingi za kuzingatia na za kuzishika ili tupe mwangaza uliokuwa bora katika darasa linalofuata. Mimi nikwambie tu kwamba darasa hizi ni maalumu sana, ni bora sana kunaweza kuvuna yale yaliyokuwa bora tena kwa uhakika wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna watu ambao wanataka umashuhuri, wanataka kufahamika, kutambulika, jamii wapende, basi somo linalofuata ndio somo maalumu sana kwa ajili yako wewe. Hivyo basi kuwa makini, endelea kuwa nasi kuanzia mwanzo darasa hizi mpaka tutakapofikia tamati ili kuendelea kupata yale yanayokustahili. Lakini mtaka kufanyiwa kanuni ilivyo, hautakwepa gharama zitapatikana vile jambo linavyotaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka darasa hizi naruka hapa kwetu ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo tuna la ziada zaidi ya kuambia tu mwanafunzi mwenzangu, chukua darasa hili likufae, tusubiri darasa linalofuata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.